Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Hello, wanaonifuta chozi kulia na kushoto la tililika. Hii ni Sharukani Online TV. Leo ni kumbukizi ya kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Ni kiongozi aliyegusa maisha ya wengi kwa uongozi wake na uthubutu na uzalendo. Alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Chato huko mkoani Geita. Alianza safari yake ya uongozi kama mwalimu, kisha baadaye akaingia moja kwa moja kwenye siasa na kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri kabla ya kuchaguliwa moja kwa moja mwaka 2015 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi chake cha uongozi alijulikana na kusifikana kutokana na msisitizo wake uliokuwa mkubwa katika nidhamu, uwajibikaji na kupambana na rushwa, na huku akisimamia miradi mikubwa ya kimaendeleo kama vile ujenzi wa reli ya kisasa yani SGR na ununuzi wa ndege za Air Tanzania pamoja na maboresho mbalimbali ya sekta za kiafya na elimu. Watanzania watasahau yote, lakini si hotuba hii iliyosomwa tarehe 17 Machi mwaka 2021 na aliyekuwa wakati huo makamu wa rais na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, hotuba ambayo iliyorarua mioyo ya Watanzania na simanzi kwa taifa mzima. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Taifa lilibaki nyonge, na unyonge huu ulidhihiri hata kwa mama alionyesha kuchoka na kudhoofika katika wakati huu ambao anatoa hizo taarifa. Kila pande za Watanzania zilionyesha nyuso zao kuwa na simanzi katika ile paredi ya maombolezi ya mazishi yake. Katika wakati huo ilikuwa ni jambo rahisi tu kudondosha chozi kwa watoto mpaka wazee, yani kila lika. Na katika nukuu ya miongoni mwa kauli zako ulisema kuwa tutakukumbuka, na leo tukiwa katika kumbukizi ya kifo chako baba, na nitakuwa mchoyo wa fadhila salamu nisipoifikisha. Dadi wa Machinga amekukumbuka sana. Makala hii imetayarishwa na mimi Fahari Amekani Family, Ruangwa wilayani Mandarawa ndoka jani na Chinyimba mabegani nyumbani kitovu ndo kilikozikwa. Ni mimi mwanafunzi wa Ihya Islamic Education Center Kilwa Masoko, Sharukani Sidat Bay kupitia Sharukani Online TV.